Naitwa Apostle Johannes John. Niwakaribishe kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Na leo nataka nikufundishe, tunaenda kuangalia ndoto 5 umefunguliwa bila kujua. Ndoto 5 umefunguliwa bila kujua. Maisha ya watu wengi yamefungwa na hawajui watafunguliwa lini. Lakini kumbuka, Roho Mtakatifu huwa anatumia malaika kuwafungua watu wengine ndotoni. Unapoona ndoto hizi, jua Mungu amesha kufungua. Unachohitaji ni kumtukuza, kumwamini na kuanza kutembea katika utukufu wake. Kumbuka kitabu kitakatifu cha Ayubu sura ile ya 33 mstari wa 14 mpaka 16. Mungu anasema huzungumza na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili, japokuwa mtu hajari, katika ndoto, katika maono, katika usingizi wajiapo watu kitandani, ndipo huyafunua masikio yetu na kutia muhuri mafundisho yake. Ndoto ya kwanza kabisa inayoonesha kwamba hakika umeshafunguliwa bila kujua ni unapoota ndoto unapewa funguo 3 au funguo zozote tu. Funguo ni ishara ya kufungulia milango. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 18 mstari wa 18 mpaka 18, Mungu anakuambia amekupa ufunguo wa kufungua chochote mbinguni na duniani. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Mathayo 16:19 anakuambia wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala mlango wa kuzimu halitoishinda. Chochote utakachokifungua mbinguni na duniani kitafunguliwa, na utakachokifungua duniani na mbinguni kitafunguliwa. Lakini ndoto ya pili, ndoto unashangaa umewekewa mikono na mtumishi wa Mungu. Ndoto kuwekewa mikono na mtumishi na maana ni kufunguliwa. Lakini jiulize, yule mtumishi alikuwa ni sawa au si sawa? Ni mtu ambaye ni unamjua au humjui? Kama ni mtu ambaye ni feki au humjui, ni mtu ambaye ni kama una mashaka naye, jua ni roho ya giza inalenga kuchukua kipawa chako na kukuondolea utukufu wa Mungu. Kataa kila roho za nabii feki au mtumishi feki. 3, ndoto unashangaa mlango wako ulikuwa unasumbua kufunguka lakini umefunguka kirahisi. Hiyo ni ishara ya malango yako kufunguliwa, neema ya Mungu kukujia na ukuu wa Mungu kuanza kukufungulikia. Lakini 4 ni ndoto unazoa uchafu na kufagia nyumba yenu ya kijijini au nyumba yako. Kuona unafagia nyumba yako au unazoa uchafu na kuondoa ni ishara ya utakaso, ni ishara ya kufunguliwa, ni ishara ya kuneemeshwa. 5, ndoto ulikuwa mgonjwa, labda ni kipofu, kiziwi, kiwete. Ndotoni sasa umetembea au umepona, unasikia au umeweza kuona. Hiyo ni ndoto nzuri ya kuonesha kwamba Mungu amesha kufungua, amesha kubariki na amesha kuondolea ugonjwa kati yako. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Zaburi 103 anakuambia nitakuondolea ugonjwa kati yako na nitakuepusha na kaburi. Unapoota ndoto hizi 3, jua Mungu ndoto hizi 5, jua Mungu amekufungua wewe bila kujua. Unachohitaji ni kumtukuza Mungu, kumshukuru Mungu na kuamini kwamba Mungu yuko upande wako. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be shining star in Jesus mighty name. Amen. Shalom.